Leo insha Allah tutaondokea hapo kwenye aya 21 mpaka ya 24 katika sura yetu hii tunayoenda nayo, suratu Fussilat. Waqalu lijuludihim, tumesoma jana kwamba midomo itafungwa, walalamishi hawatoweza kutumia midomo yao kujitetea au kusema uongo au kutoa dharura, na kitakachohitajika kutolewa maelezo vitatamka viungo vingine vya mwili badala ya mdomo. Alafu Allah atawarejeshea uwezo wa midomo yao kusema, wataitumia kuvilaumu hivyo viungo vilivyotoa ushahidi. Waqalu lijuludihim, watu wataziambia ngozi zao, yani kama chizi fresh fulani hivi hayuko stable. Sasa wewe ndo nini kuigomba ngozi yako mwenyewe? Waqalu lijuludihim, watu wataziambia ngozi zao, lima shahidtum alaina, kwa nini mmetutolea ushahidi? Si unaona mimi nilivyokuwa napapatua hapa, kusalimika kwangu ndo kusalimika kwako. Sasa wewe umepata nini kunichongea? Kwa hiyo anailaumu mtu ngozi yake, anaulaumu mtu mkono wake, au ataulaumu mguu wake, au atalaumu macho yake, au walaumu masikio yake. Kwa nini umefanya hivyo? Na hivyo viungo vitakavyolaumiwa vitasema, qalu, vitasema hivyo viungo, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, aliyetutamkisha ni Allah, sisi hatuna uwezo wa lolote. Allah ndo katutamkisha, ambaye ana uwezo wa kukitamkisha chochote atakacho. Wa huwa khalaqakum awwala marra, na Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi kwa mara ya kwanza. Uwepo wenu ni kwa sababu yeye ndo kawavumbua akawaweka kwenye existence, lakini hamkumtambua, hamkumshukuru. Ngozi yako inasema na wewe. Wa ilaihi turjaun, na mliambiwa baada ya kuumbwa, nafasi ndogo mlopewa ya kukaa duniani ni ya lengo dogo la mtihani, kwake mtarudi. Si taarifa za mambo haya mlipewa? Sasa cha ajabu kipi? Mmeishi duniani, muda umekwisha, mmeondoka. Mlioambiwa mufanye kwa faida yenu mmeyadharau, hayakuwasaidia. Mliotahadharishwa kuwa ni mabaya ndo mlitenda. Kama mnamkomoa mtu, matokeo yake yamekutieni hatiani. Taarifa za kwamba mtarudi kwa aliyewaweka duniani mulipewa. Wa ilaihi turjaun, muliambiwa kwake Mola wenu mtarudi, lakini wewe hutaki kuamini hilo, wala hutaki kujiandaa na hilo. Alafu viungo vitasema, wama kuntum tastatiruna, na nyinyi kule duniani hamkuwa na uwezo wa kujificha. Wama kuntum tastatiruna, hamkuwa nyinyi na uwezo wa kujificha. An yashhada alaikum, mufanye mambo yenu mahala ambapo havitokushuhudieni. Sam'ukum, masikio yenu. Wala absarukum, wala hayatoshuhudia macho yenu. Wala juludukum, wala ngozi zenu hazitoshuhudia. Yani unapotaka kumwasi Allah na unaambiwa lolote utalolifanya utalikuta, viungo vyako vitakwambia siku ya Kiyama, kama ulikuwa unataka ujiepushe na mambo haya, basi pale ulipomwasi Allah ungelifungua macho yako ukayaweka pembeni, kama unavotoa balbu yako ya gari ukaingiza nyingine, au ufungue masikio yako uyaweke chemba, au ujivue ngozi yako uiweke pembeni, wewe ukafanya yako kwa siri. Hukuwa na uwezo huo. Hivi vilivyotamkishwa kila mahala ulikuwa unaenda navyo, kila tukio vimeshuhudia.
Sasa tena leo unashangaa nini kiungo chako kusema? Ni story pana tukiingia kwenye sayansi, lakini bora tusiende, tutapotea, muda utakuwa hautoshi. Ni kwamba mwili ni mahala pazuri pa kutunza kumbukumbu zote za matendo anayoyafanya mwenye huo mwili. Kuna vitu kibiolojia vinaitwa chromosomes na genes. Hivyo ni vitunzaji kumbukumbu vizuri sana. Ndio maana inaweza kuwa katika age yako ya miaka 10, 12, 15 ulikuwa kwenye mambo yako ya starehe, alafu ukazisahau ulipokuwa mtu mzima. Sasa hivi umekuwa ustazi, mtu wa misikitini. Lakini inaweza ikatokea coincidence, ukapita pahala unapigwa mwimbo wa miaka hiyo, unasema huu wimbo unanikumbusha mbali. Matokeo ambayo umeyasahau bado yapo mpaka kwenye mwili wako, hayajafutika, lakini unayasahau tu, kama inavyosahau kompyuta kwamba mafaili yamekuwa mengi, ukaambia hebu kidogo irestart au irestore au fanya, wanaita wenyewe ule utaalamu wa kisasa, lakini kumbukumbu bado zimo. Kusahau si maana ya kwamba kile kitu kimeshatoweka, kipo. Sasa viungo vitakuja kukuambia siku ya Kiyama. Usilaumu wala usilalamike mimi kusema nimesemeshwa na yule ambaye siwezi kupinga amri yake. Na haya uliyataka mwenyewe, kwa sababu ulipofanya mambo yako na uliambiwa yanahifadhiwa, hukujiweka mbali na hivi vinavyokutolea ushahidi. Macho yako, masikio yako na ngozi yako, kila mahala umeenda navyo, kila tukio vimeshuhudia, vimerekodi. Lakini kilichowasibu, dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Wakati mkifanya mambo yenu duniani hapa kwenye uwanja mpana, mnadhania kwamba Allah hayajui mambo mengi katika mnayoyafanya. Nachukulia hili dogo tu, hamaindi hili hawezi kuzingatia. Lakini we umeambiwa iwe dogo iwe kubwa, utalikuta kwenye kitabu ambacho la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakitobakisha katika kumbukumbu za matendo yako jambo ulilolifanya, likawa la kheri au la shari, likawa kubwa au dogo, utalikuta kwenye kumbukumbu lipo. Lakini nyinyi mkifanya mambo yenu, munajiaminisha kwamba Allah hajui mambo mengi katika mambo mnayoyafanya, au hata kama anajua mengine madogo madogo hazingatii sana. Mnajipa uhuru kupitiliza mipaka, mkafanya mambo hatarishi bila yenyewe wenyewe kuwa na woga. Wadhalikum dhannukum, na hii ilikuwa ni dhana yenu. Wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum birabbikum, hii ndiyo dhana yenu muda wote mlioishi duniani, mulikuwa mnamdhania vibaya Mola wenu. Mnamdhania yeye na mambo yake, mambo yetu hayamuhusu, asiingilie uhuru wetu, sisi tuna maamuzi, tuna haki ya kufanya chochote. Kila mtu aliyeneemeshwa husema hii neema ni yangu, nina haki ya kuitumia nitakavyo. Mulikuwa mnamdhania vibaya Mola wenu. Kila mkiambiwa mcheni Mungu, hamuelewi kumcha Mungu. Jiandaeni, hamtaki kufanya maandalizi. Sasa mmemdhania Mola wenu vibaya, mkatumia time bila ya faida. Mmetumia time ya umri wa duniani kwa hasara. Sasa matokeo yake ardakum, ile dhana yenu mbaya mliomdhania Mola wenu, ardakum, imekuangamizeni. Fa asbahtum min alkhasirin, kwa hiyo leo nyinyi mmekuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Kula hasara, mnajua hiyo ni lugha ya kibiashara. Inawezekana ukawekeza kwa mtaji mkubwa sana, halafu mtaji ukaenda na ukaambiwa umefilisika. Allah akakupa rasilimali ya kutosha, umri, akakuelekeza namna ya kunufaika nao,
yale ya manufaa hutaki, na yale ya shari ndo hobi yako, mpaka mauti yanakukuta. Sasa dhana yako mbaya uliomdhania Mola wako, ardakum, ndo imekuangamizeni hapa leo. Wama yughni anhu maluhu idha taradda ardakum. Hapa unajiona uko sawa kwa mali ulizonazo, afya njema, huumwi. Hatimaye kwenye aya 24 Allah anasema fa in yasbiru, ikiwa watavumilia. Subira hii sio ile subira ya kheri tunaambiwa hapa tuwe na subira. Hii ni subira ya kuvumilia shari ya adhabu uliyohukumiwa nayo. Yani unaambiwa hadhihi naru allati kuntum biha tukadhibun, huu ndio ule moto mliokuwa mnaambiwa tangu duniani, lakini mkakadhibisha, mkasema si kweli, Mungu hawezi kumwadhibu mtu kwenye moto. Si kweli, kwa sababu haimkiniki mtu kukaa motoni asife. Si kweli, habari ya kuwa moto unasifiwa mkali alafu kiumbe abaki hai. Kila kitu wewe hapa hutaki. Sasa siku hiyo Allah atakwambia hadhihi naru, huu ndo ule moto allati kuntum biha tukadhibun, ambao duniani mlipokuwa mnaambiwa mjikinge nao, mlikuwa mnakataa kitu hicho hakuna. Afasihrun hadha am antum la tubsirun, je, hapa kwa maoni yenu mnahisi mmefanywa sihiri? Sihiri huwa ni zugi, kufanyiwa kamba wewe ukaona nyoka, kutupwa yai wewe ukaona jiwe, ndo sihiri. Kitu ambacho sio halisi lakini wewe unaonyeshwa. Sasa Allah atakuuliza siku ya kiyama, nilikwambia kuna moto, ndo huu hapa. Kwa maoni yako unaona ninakufanyia kiini macho, hii ni sanaa ya maigizo, ninaigiza kama moto, kama kwenye filamu. Mtu ucheza filamu akakatwa kichwa kikaanguka kule, lakini msimu ujao akaekti nyingine. Sasa alifufuka yule jamaa, ndio sasa Allah atakuuliza siku hiyo, unahisi nimekufanyia kiini macho, sio moto halisi huu, au ni moto kweli? Sasa wewe ukiutambua usiutambue, islauha, mumehukumiwa kuingia humo, ingieni motoni. Na mkiingia fasbiru au la tasbiru, vyovyote mtakavyoamua kufanya huko, komaeni kiume, mvumilie, msilie, sawa tu. Au la tasbiru, au msivumilie, mulie, mpapatike, haina shida. Vyovyote mtakavyoishi humu, hapa ndipo maisha yenu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, leo mnalipwa kwa mujibu wa vile mlivyofanya duniani. Sasa subira hiyo ni kule kukaza, sema kaza mwanangu. Hata majambazi kwenye sehemu zao za kazi wanaambiana hivyo, kaza. Sasa wewe utaambiwa kaza, au kama utashindwa haina shida, lia, papatika, vyovyote itakavyokuwa, humo ndimo utakamoishi. Inama tujzauna ma kuntum ta'malun, leo mnalipwa yale ambayo duniani mlikuwa mnafanya. Sasa hapa Allah anasema fa in yasbiru, wataingizwa tu motoni, lakini kama watakuwa ni majasiri kiasi cha kutosha kuvumilia, haina tatizo. Fannaru mathwal lahum, moto ndiyo makazi yao. Hata wakikomaa, moto itakuwa ndo makazi yao. Wa in yastatibu, wakiomba radhi na kutafuta nafasi ya kusamehewa, fama hum minal mu'tabin, hawatapewa fursa hiyo. Hiyo walipewa hapa duniani wakaikataa. Mtu anaishi na makosa mpaka mauti yanamkuta, hata siku moja hasemi Mola wangu nimetubu, Mola wangu nisamehe, wala hata kikuacha mambo yake yanayompa raha, ingawaje ni makosa. Sasa fursa ya kutubia umebembelezwa hapa, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu mliopitiliza kufanya fujo ya kudhulumu nafsi zenu.
la taqnatu min rahmatillahi, msikate tamaa na rehema za Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe dhambi za aina zote hapa duniani ukiwahi kwa wakati wake. Hapa ukitubu, Allah hana matatizo na wewe, anakusamehe. Lakini kosa unafanya mambo yako mpaka mauti yanakukuta, unakwenda kwake mkosaji, uko mbele hutopata fursa ya kuambiwa tubia wala omba msamaha. Fursa utakuwa umeiacha hapa. Kwa hiyo fa in yasbiru, kama watavumilia, fanaru maswal lahum, haina tatizo, muradi motoni ndiyo makazi yao ya kufikia. Wa in yastatibu, kama wataomba msamaha, watatafuta fursa ya kwamba basi yaishe, tumekiri makosa, famahum minal mu'tabin, hawatopewa nafasi hiyo akhera. Imetolewa hapa, hukunufaika nayo, hiyo inakuwa ni sehemu ya hasara yako, utakuwa umekula hasara. Kwa hiyo tunasoma aya hizo leo. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Waqalu lijuludihim, hawa watu walioondoka vibaya na makosa, wakeshahukumiwa kwenda kukaa maisha ya adhabu, pale watakaposomewa mashtaka yao wakitaka kufanya ulalamishi, midomo inafungwa, vitatamka viungo vyao, na pametajwa macho, masikio na ngozi. Lakini chochote atakachotaka Allah kukitamkisha atakitamkisha. Waqalu lijuludihim, watu watazishtaki, watazikosoa, watazilaumu ngozi zao kwa kuziambia, lima shahidtum alaina, kwa nini ngozi yangu mwenyewe unanitolea ushahidi na unaona hali ilivyo mbaya iliyonikabili hapa. Waqalu li'a'dha'ihim wa juludihim, wataviambia viungo vyao hivyo vilivyotoa ushahidi kwa ujumla wake na ngozi zao za mwili, kwa kujishangaa wao wenyewe, ngozi yangu mimi ndo ninahukumiwa kwenda pabaya, na nkenda ndo ninaenda na wewe, badala ya kunisaidia kunisitiri, wewe ndo unanitolea ushahidi. Taubikhan wa taajuba, watakuwa wanazikosoa hizo ngozi zao au hivyo viungo vyao, na watakuwa wao wenyewe wanastaajabu, hichi kitendo hakijapatapo kunitokezea tangu kupata ufahamu wangu, ngozi yangu mwenyewe inanishitaki. Watastaajabu watu min hadha al-amri al-gharibi, ili jambo kwao litakuwa ni geni. Hapa hatujapatapo kuona sisi sikio kusema, walau tupu kugoma. Wewe ukiupeleka unaenda tu, ushaambiwa wala taqrabu zina, inakaririwa kila siku, na si kama huelewi, lakini unahesabu hicho kiungo ni chako na uko huru kukitumia, lakini aliyekupa akakuwekea instructions of use, nimeumba hichi kwa malengo haya, usije ukakitumia nje ya malengo. Wewe huelewi somo, mnanifahamu? Umepewa kinywa, mdomo, yani unajisikia uko huru kusema tu kila linalowezekana, lakini umewekewa mipaka ya matumizi ya mdomo. Kuna maneno mengine unasema unapata dhambi, unajiangamiza, huelewi. Ajabu ya kiumbe kaumbwa, alafu anashindana na muumba wake. Kwa hiyo yatakayokuja kutokezea, lazima huyu kiumbe ashangae, viungo vyangu mwenyewe leo vinanichongea. Hili jambo litakuwa ni jambo la ajabu, geni, halijapatapo kushuhudiwa. Mtu ataiambia ngozi yake, lima aqrartum alaina wa shahidtum bima faalna, kwa nini munatutia hatiani, munatuchongea na kututolea ushahidi usiopingika kwa mambo tuliyoyafanya?
kweli nilifanya, lakini ndo ninajitahidi hapa kutafuta salama yangu. Wewe unanichongea wewe ngozi. Kwa nini? Munatoa ushahidi bima faalna, kwa yale ambayo tuliyafanya duniani. Wa innama kunna nujadilu wa nudafiu ankum, hichi kilichopita hapa punde, uongo tuliokuwa tunasema, tulikuwa tunaongea na Allah kwa njia ya kutafuta salama. Kunusurika kwangu ndo kunusurika kwako ngozi yangu, kuangamia kwangu naenda na wewe, tunaangamia pamoja. Kulikoni leo wewe ndo unanichongea? Imefahamika hiyo? Yani usije ukaenda huko ukakuta mambo mageni. Allah keshakupa information ya kila jambo. Sasa wewe kwanga fanya unavyotaka. Qalu, vitasema hivyo viungo, msitulaumu. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, aliyetutamkisha sisi ni Allah ambaye anao uwezo wa kukitamkisha chochote kikasema. Wa huwa khalaqakum awwala marra, na Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi wakati hamkuwa chochote, kakuvumbueni kutoka kusikojulikana, hata nyinyi hamjui mnatoka wapi, akakuleteni kwenye ulimwengu wake mkawa watu kamili. Allah ndo kawaleta, kawaumba. Qalu, vitasema viungo, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, aliyetutamkisha ni Allah ambaye anakitamkisha chochote kile atakacho. Qalu mu'tadhirin, baada ya lawama, viungo vilivyolaumiwa vitasema katika kutengeneza utetezi, vinaonyesha dharura, udhuru wao, nimesema kwa sababu sikuwa na jinsi. Kwani wewe ukarekodi mawaidha yako kwenye MP3, ile rekodi itakayotoka itatoka tofauti na ile iliyomo mle ndani. Kama umeweka nyimbo ya Platinums, itatoka ile ile ya Platinums. Kwa hiyo na Allah kaweka vitu vyake, haviwezi vikafanya tofauti. Akisema ninacheza hii hapa, nataka kuplay hii, itatoka ile ile. Ushahidi nimesema umo mwilini, kwa hiyo Allah akitaka kuretrieve vilivyomo vitatoka vile vile. Kilichozoea kutumika vibaya kikapindishwa kikasema uongo, kimefungwa. Vitakavyoambiwa viseme havina uwezo wa kufanya tofauti, na ukivilaumu vitajitetea. Qalu mu'tadhirin, viungo vitasema katika kutoa udhuru, msitulaumu bure. Laisa al-amru bainana laisa al-amru biyadina wa innama antaqana Allahu biqudratihi, ili suala halikufanyika kwa uwezo wetu, kwa akili zetu, si hatuna akili. Ili limefanyika kwa amri ya Allah, kwa mujibu wa uwezo wake, hatuwezi kufanya tofauti. Alladhi, Allah ndiye ambaye antaqal jamada wal insana wal hayawana, anaweza akakitamkisha kitu kisicho na uhai, hata jiwe akitaka liseme litasema. Anaweza akausemesha hata mti, akitaka useme utasema. Anaweza akamsemesha mnyama. Kwani wewe na soko ya ukima mna tofauti gani? Mbona wewe unaongea, yeye haongei? Sauti anayo, ulimi anao, meno anayo, lakini hakupewa uwezo wa kuongea kama wewe. Allah akasema khalaqal insana allamahu albayan, amemuumba mwanadamu vizuri. Mwanadamu ndiye aliyefahamishwa, aliyeelimishwa bayan. Bayan ni hii lugha tunazotumia. Mswahili ana weledi na lugha yake ya Kiswahili, anaongea, wasikilizaji wenye kufahamu lugha wanamuelewa. Mwarabu anaongea kwa lugha yake ya Kiarabu, wanaofahamu Kiarabu wanamuelewa. Kwa hiyo viungo vitatoa utetezi wao huo. Allah anaweza kukitamkisha chochote, kitu kisicho uhai au mti
au mnyama au binadamu, anaweza akitaka kiseme kitasema. Fashahidna alaikum bima ulimtum min alqaba'ih, au fashahidna alaikum bima amiltum min alqaba'ih, tumetoa ushahidi baada ya kuamrishwa na Allah tuseme yale mlioyafanya katika maovu yenu, maana wenyewe mmeshakanusha, hamjafanya. Watakuja kulayamini kwa jina la Allah waseme hawakumshirikisha, na huku walikuwa wanapigana na mtume kutetea masanamu yao. Allah anasema siku ya kiyama watakuja kuwapa, wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Midomo itatumika, wallahi rabbina, tunaapa kwa jina la Allah Mola mlezi wetu, ma kunna mushrikin, wallahi hatujashirikisha sisi. Hivyo ndo vitu vitakavyofanya midomo ifungwe na vitamkishwe vitu ambavyo havina tabia ya kutamka, vitanyosha maelezo tu. Wa huwa khalaqakum awwala marra, na Mola wenu aliyetufanya tuseme ndiye aliyekuumbeni nyinyi for the first time. Kila mmoja wetu akiulizwa, hebu una umri wa miaka mingapi? Anajua. Nilizaliwa 2000, nilizaliwa 1918, nilizaliwa 1980, sasa hivi nina miaka fulani, ndio Sasa ukisema mimi nina miaka 40 kwa mfano, aliyekuuliza akwambie, je, miaka 60 iliyopita ulikuwa wapi? Miaka 40 ndio uko hapa. Kabla ya hapo ulikuwa wapi? Nani anajua? Sasa baada ya kuwekwa hapa ulipo, unajiuliza ninatoka wapi, nimekujaje, na hatima yangu ikoje? Unajiuliza. Unakaa tu kienyeji, kiuzembe uzembe. Hata ukielekezwa la faida unalikataa, kwa sababu mwenyewe unajiona una akili, una uwezo wa kujipangia lile ambalo unaona lina faida. Unaloambiwa lina faida unakataa, na utakaloambiwa lina hasara unasema mimi hapa ndo naona kuna faida. Yani unashindana. Sasa aliyetutamkisha ni Allah, ambaye anatamkisha chochote atakacho kitamki. Wa huwa khalaqakum awwala marra, na Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi viumbe wake kwa mara ya kwanza. Kabla hamjakuwepo, yeye ndo aliyewavumbua kutoka anakojua yeye, akawaleta katika dunia yake. Ndo huyo huyo aliyetutamkisha. Huwa aujadakum min al-adami, Mola wenu ndiye aliyekuvumbueni kutoka kusikojulikana. Ukiulizwa kabla ya kuumbwa au kabla ya kuzaliwa ulikuwa wapi, hujui. Sasa huko ambako hujui ulikokuweko, aliyekuleta hapa ndo anayejua alikuanza vipi mpaka ukawa. Lakini unambishia mkaidi, jeuri, hunyooki. Wa ahyakum baada an lam takunu shay'a, aliyetutamkisha ni yule ambaye aliyekuleteni nyinyi kwenye uhai baada ya kuwa hamkuwa chochote, hamjulikani, hata kwenye uhai hampo. Yeye ndo kawavumbua, akakuwekeni kwenye uhai, akakupeni maagizo yake anayoyataka asiyoyataka, alafu na nyinyi mkajisikia mko huru kufanya kile ambacho mnapenda. Huyo ndo aliyetutamkisha, aliyekuvumbueni. Faman qadara ala hadha qadara ala intaqina. Hoja ya viungo kwa hayo maneno ambayo vitasema inasomeka kwamba faman qadara ala hadha, aliyeweza kutufanya sisi tuseme leo, fahuwa qadirun ala intaqina, anao uwezo. Yule aliyekuumbeni nyinyi wakati hamkuwepo, anao uwezo wa kutufanya sisi tuseme. Hata kama wewe hujapatapo kuona sisi kusema, yeye ndo katuwezesha leo kusema. Kama ambavyo wewe alikuleta duniani wakati hupo na hakuna aliyehoji ilikuwaje akaja huyu, si upo tena una enjoy life.
na akitokea mtu kutishia maisha, haraka unaenda kuweka ripoti polisi. Hutaki uondoke hapa, lakini umeambiwa wallahi unaondoka hapa unaondoka. Cha msingi umeambiwa ujipange, ukiondoka hapa kuna mengine yanahitaji matayarisho, na matayarisho hufanywa hapa. Jiandae, jipange. Hutaki. Sasa kosa, usinilaumu mimi kusema, kosa ni lako mwenyewe. Aliyenifanya niseme siwezi kumgomea, na siwezi kufanya tofauti na alivyonicommand. Wa ilaihi turjaun. Na huyo aliyekuvumbueni nyinyi kutoka kusikojulikana, alikwambieni hapa duniani ni pa muda, kwake mkiondoka hapa mnarudi. Lakini mkachagua murudi vibaya. Sasa sisi tumeambiwa tunyooshe maelezo tu, tuseme uhalisia ambao tuliuishi, tuongee mambo ambayo tuna experience nayo. Watakuwa na hoja tena nyingine hapo? Hamna. Wa ilaihi wahdahu turaduna bilba'thi. Ni kwa Allah peke yake mkiondoka hapa duniani ndiko mnakorejeshwa, kwa ajili ya ule mkusanyiko mkuu. Baada ya kufufuliwa mnakusanywa pamoja, panapigwa hisabu za muda ulioishi na jinsi ulivyoutumia, halafu matokeo ya kile ambacho ulikifanya ndani ya huo muda ndio unakuwa hukumu yako utakayohukumiwa. Kama ni mazuri, hongera. Kama ni mabaya, hakuna wa kukupa pole, maana umejiandalia mazingira hayo mwenyewe. Qala Abu Suudi, mwana wa chuoni mmoja huyo Abu Suudi, kwenye aya hii kasema hivi: maana ya hii aya, laisa nutquna biajabin min qudrati llahi. Maana ya hayo maneno tunayonukuliwa kuwa yatasemwa na viungo vyetu, maana yake inakuja hivi: laisa nutquna biajabin min qudrati llahi. Sisi kuongea sio ajabu kwenye uwezo wa Allah. Sisi kuongea, ukiangalia uwezo wa Allah sio ajabu. Allah sasema anaweza kila kitu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sasa cha ajabu kipi? Hatufanya leo tuongee. Kwa hiyo kuongea kwetu usishangae, sio kituko wala sio ajabu. Kwenye uwezo wa Allah kila kitu kinawezekana kwake. Alladhi, Allah ndiye ambaye antaka kulla hayyin, anakifanya kitamke kila kilichokuwa hai. Fa inna man qadara ala khalqikum, hakika ya yule Mola muweza aliyeweza kukuumbeni nyie, akakupeni akili. Wajanja, hamkufanya hayo kwa uwezo wenu, hayo ni maandalizi, vipaji kimaumbile mmepewa. Kwa hiyo Allah aliyeweza kukuumbeni nyinyi, wa inshaikum awalan, aliyekuvumbueni kwa mara ya kwanza wakati hamkuwepo, wa ala i'adatikum wa raj'ikum ila jazaihi thaniyan, aliyekuvumbueni kutoka pahala hapajulikani, basi Mola huyo kukurejesheni baada ya kuondoka hapa panapojulikana, na akakulipeni kwa kila mlilolifanya. Ilo suala kwa Allah limethibiti, ni jambo linalofuata. Ulivumbuliwa wakati hupo, ukaishi hapa, ukayafanya mambo yako, na uliambiwa yanahifadhiwa na utakuja kuonyeshwa, halafu utapewa matokeo yake, yakiwa mazuri yakiwa mabaya, uliandaa mwenyewe. Ili limethibiti kwenye maandiko ya Allah. Kuumbwa kutoka kusikojulikana ni jambo la awali. Kukaa hapa ukafanya uliyofanya, halafu ukazimwa kwa kifo, kesha ukarejeshwa tena, hilo ni jambo la pili. Kama kwenye suratul Baqara Allah amesema, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Nyinyi binadamu mkoje? Inakuja kujaje mpaka nyinyi mkawa mnamkufuru Allah, ilhali mnajua hapa ulimwenguni nyinyi hamkuwepo? Yani mlikuwa katika hali ya ufu, hamkuwepo. Fa ahyakum, yeye Allah ndiye aliyekuleteni kwenye uhai huu sasa hivi.
Kwa nini hamjiulizi? Kwa nini hamui na discipline? Inakuwaje mnamkufuru aliyewaweka hapa, anawagharamia, anawahudumia, halafu shukurani yenu ni kumkwenda kinyume naye? Inakuja kujaje binadamu mwenye akili timamu akawa haelewani na muumba wake mwenyewe, na ilhali yeye ndo aliyemvumbua akamleta hapa akampa neema zake, halafu binadamu anajua na hakuna anayepinga hilo. Thumma yumitukum, Mola aliyekuwekeni hapa kesha anakufisheni. Tumeshazika wazee wetu wengi tu na siye kesho sasa hivi, halafu tunaitwa marehemu. Kila mtu anajua hilo. Sasa unamkufuru vipi ambaye atakufisha baadaye? Thumma yuhyikum, halafu aje akurejeshe tena kwenye uhai. Yani ni ajabu. Kaifa takfuruna billahi, inakujaje wewe binadamu unamkufuru Allah Mola muumba? Wa kuntum amwata, hali ya kuwa nyinyi hamkuwepo. Kule kutokuwepo ni hali ya ufu, ilikuwa kama maiti tu. Fa ahyakum, Mola wenu basi ndo aliyekuleteni kwenye uhai huu. Tengenezeni mahusiano mazuri na yeye, mumshukuru, mumwabudu, musimuudhi. Thumma yumitukum, halafu mnakufuru vipi wakati baada ya uhai huu anakufisheni? Hamuogopi atakayojiri baada ya kufa? Na kufa sio mwisho wa safari. Thumma yuhyikum, baadaye atakurejesheni tena kwenye uhai. Kwa hiyo tumieni wakati vizuri, tumieni muda kwa faida mnakokwenda kugumu, na ugumu wa huko unauandaa hapa, na wepesi wa huko unaandaliwa hapa. Kwa hiyo hebu chagua kuandaa wepesi wako wa huko, usijitengenezee mazingira ya kuandaa ugumu wa huko. Imeeleweka hiyo? Wama kuntum tastatiruna, asema la taajubun min intaqihi lijawarihikum, hakuna kioja, si jambo la kushangaza Mola wenu kuvitamkisha viungo vyenu. Duniani kakufanya unatamka kwa kutumia mdomo, lakini kuna wengine wengi kawapa mdomo kama wako hawatamki. Sasa Mola huyo anao uwezo wa kufanya chochote katika viungo vyako, kitamke. Usione ajabu hata mama Sara mke wa Ibrahimu alipotabiriwa mtoto akasema alidu ana ajuzun wa hadha baali shaykha, anawaambia malaika, mbona mnanitania, mnanifanyia maskhara kwa sababu sikuzaa? Hapa nilipo mimi nitazana, nishakuwa kizee, na mume wangu mwenyewe ndo huyo hapo keshakuwa dingi, pana uzazi tena hapa. Malaika wakamwambia ataajabina min amri llahi, hata na wewe unastaajabu kwenye mambo ya uwezo wa Allah, unataajabu. Si mnaisoma hiyo aya kwenye suratu Hud? Kwa hiyo na watu wataambiwa na viungo vyao, musishangae sisi kuongea, wakati mnaujua uwezo wa Allah. Yeye ndiye aliyetufanya tuongee. Jengine litasemwa na viungo, wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Chengine ambacho mnapaswa muzingatie mulipokuwa mnafanya yenu mnayofanya, huyu kabaka, huyu kalawiti, huyu kaiba, huyu kaua, huyu kafanyaje, anajiona yuko sawa tu, anafanya mtu lolote linalowezekana, ana deal na possibilities. Kila kitu ambacho kwake anaona possible na kitampa faida ya dunia yake anafanya. Hazingatii instructions alizopewa, hazingatii lipi zuri lipi baya, anajifanyia tu. Viungo vyake vitakwenda kumwambia siku ya Kiyama, wama kuntum tastatiruna, duniani kwenu kule hamkuwa na uwezo wa kujificha, kujisitiri, hamkuwa na uwezo wa kutengeneza faragha mkafanya yale yenu musionekanwe. Ndo maana yake
Mambo mliyofanya yalikuwa yako widely open, yanaonekanwa. Mmefanya mliyoyafanya, record zipo, vitabu mmepewa, yameandikwa, bado mnasema uongo kujitetea. Wama kuntum tastatiruna, hamkuwa na uwezo wa kujisitiri, kujificha, kutengeneza faragha. An yashhada alaikum sam'ukum, faragha ambayo itasaidia masikio yenu yasikushuhudieni. Tunasema huwezi kuingia mahala unataka kumwasi Allah ukasema nimeambiwa sikio litansemea, ngoja nilifungue kwanza niliweke pembeni. Unaweza? Wala huwezi kusema jicho linaweka kumbukumbu kwenye mboni, ngoja nilitoe kwanza nilifungie humu lock up nende nikafanye yangu. Wala huwezi kuitoa ngozi ukasema nimeambiwa ngozi itasema niichune kwanza niiweke pembeni nende zangu nikapige dili. Maana hivi ndo viungo nimeambiwa vitatoa ushahidi. Umefanya yako na kila kitu kilichosema kilikuwepo, ulivishirikisha. Yani wama kuntum tastakhifuna min haulai shuhudu, mulipokuwa duniani mnafanya mambo yenu hamkuwa na uwezo wa kujificha msishuhudiwe na mashahidi hawa ambao leo wametakiwa watoe ushahidi wao. Ma kuntum tastakhifuna min haulai shuhudu fi dunya, hamkuwa na uwezo wa kujificha na mashahidi hawa kule duniani. Mashahidi waliotajwa hapa ni masikio, macho na ngozi. Hina mubasharatikumul fawahisha, pale mlipokuwa mnayaendea machafu yenu au maovu yenu, hamkutengeneza mazingira salama ili iwe siri yasijulikana. Hamkuwa na uwezo huo. Liannakum, kwa sababu nyinyi, lam tadhunnu annaha tashhadu alaikum, hamkuwa kabisa na hisia, dhana kwamba hivi viungo vyetu vitakwenda kutukalia ushahidi. Unapofanya mambo yako hivi vitu vingine uzingatii, na ukivikuta hapa vinasema utaona kama uchale tu au uongo fulani hivi, si ndio? Anakuja mtu anaswali isha tarawehe nyumbani, anayempikia daku kimada tu, hajamuoa, lakini mwenyewe ustazi, anakuja kuswali, kafunga, lakini maisha yake yanaenda ndivyo sivyo. Qala al-Baydawi, amesema Baydawi, ni mwanawachuoni naye huyu, katika kutafsiri aya hii kasema, ai, maana yake maneno haya, kuntum tastatiruna anin nasi, nyinyi duniani mlikuwa mabingwa wa kujificha watu wasijue. Kuna siri za kampuni, siri za serikali, siri za mtu binafsi, siri za genge tu fulani, si ndio? Ili jambo ni siri yetu. Au mtu anataka kufanya uhalifu, kumuibia mtu, kumuharibia mkewe, kumuharibia mwanawe, ana uwezo mkubwa wa kujificha asijulikane. Kwa hiyo mtu kujificha na mtu inawezekana, lakini haiwezekani mtu kujificha na Mola wake aliyemuumba hata siku moja. Wewe kataa hakuna Mungu, hakuna nini, fanya utakavyo, lakini huwezi kukwepa kushuhudiwa na yeye kwenye mambo yako unayoyafanya. Kwa hiyo Baydawi anasema maana ya maneno haya ambayo yamenukuliwa yatasemwa na viungo vya mwili, kuntum tastatiruna anin nasi inda irtikabil fawahisha, mulikuwa na uwezo mkubwa wa kujificha watu wasikuoneni mlipokuwa mnafanya machafu yenu, makhafata alfadhiha, kwa sababu ya kuogopa fedheha. Uwezo mkubwa wa kujificha siri zako zisifuje kwa watu ulikuwa nao. Wama dhanantum, lakini katika kufanya siri zenu kuwaficha watu hamkutegemea kabisa, hamkudhani kabisa, anna a'dha'akum, kwamba hivi viungo vyenu wenyewe vya mwili, tashhadu alaikum, vinakushuhudieni na vitakwenda kutakiwa kutoa ushahidi. Hili hamkulitia akilini, hamkutegemea kabisa.
famastakhafaitum minha, hamkujificha msionekanwe na hivyo viungo. Yani utupu ni ngozi ipo hapo, unaupeleka tu. Siku ukiambiwa hebu nipe ripoti ulitumiwaje, utasema, alafu wewe utaulaumu. Ule upeleka mle mote, utaongea. Sasa wewe utaona ni kioja, wewe ndo uliamua uutumie huo. Sasa ukiambiwa utoe ushahidi utatoa. Mkono wako ulioshikia kisu, bastola na nini, ukamuua mtu asiye na makosa, ukija ukitakiwa utoe ushahidi utaongea. Mkono wako ulioshikia kalamu ukaongeza zero kwenye amana ya umma ulioaminiwa, wewe ukaishi maisha ya fahari, haki za watu wengi ukazichukua ukawafanya waishi wanyonge, mkono wako utaenda kutoa ushahidi. Wafihi tanbihun, maneno haya kwa mwenye akili ni tanbihi. Mwenye akili anatakiwa azinduke. Ala anna almu'mina, tunatanabahishwa kwamba waumini, muumini yoyote yule, yambaghi an yamurra alayhi hala illa wa alayhi raqibu. Muumini yoyote anatakiwa azingatie kwamba haimpitii hali yoyote kipindi chochote anapofanya lolote, ila mbele yake wanakuwepo wanaoshuhudia, wanaochunga, wanaofuatilia matendo yake. Mbali na hao viumbe tusiowaona, malaika, hata hivi vilivyo mwilini mwako mwenyewe navyo ni mashahidi. Allah atavitumia kama mashahidi. Muumini anatakiwa asidharau hivyo vitu. Kuna siku Mtume aliwaambia masahaba wake, istahyu min Allahi haqqa alhaya, hebu mstahini Allah. Kustahi tunalijua ni neno la Kiswahili, tunalifahamu. Hebu mstahini Allah, muoneeni haya Allah. Haqqa alhayai, upeo wa kumuonea haya. Qalu, wakasema masahaba, bal nastahi min Allahi walhamdulillah, ama sisi tunamstahi Allah kweli kweli, kwa hilo alhamdulillah. Mtume alikuwa haongei maneno ya kusukuma, huwa ana evidence. Akitaka kugomba jambo baya linalofanyika, tabia mbaya iliyomo kwenye jamii, anaongea kwenye public, hamuadresi mtu mmoja, anaikataza ile tabia. Hakuwa na tabia ya kutengeneza chuki, bifu na mtu akamuonyesha seriousness, mimi na wewe. Anarekebisha tabia kama alivyosema, bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq. Kwa hiyo ni waumini, lakini kuna minor mistakes zinajitokeza mara kwa mara, na alikuwa hutumia generally lugha ya pamoja kuwagomba wote, au kuwaamrisha wote, au kuwakataza wote. Akawaambia, istahyu min Allahi haqqa alhaya, hebu mstahini Allah upeo wa kumstahi. Qalu, wakasema, bal nastahi min Allahi walhamdulillah. Kwa hilo Mtume, sisi tunamstahi Allah kwa dhati, kwa hilo alhamdulillah tunashukuru. Mtume akawaambia, laisa dhaka, sikusudii staha hiyo ya maneno, sina maana hiyo mlionayo. Lakini ninachomaanisha, man yastahi min Allahi haqqa alhaya, mtu anayemstahi Allah upeo wa kumstahi, falyahfadh ra'sahu wa ma hawa, waliyahfadh batnahu wa ma hawa, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala budda lahu min al-istidad. Maneno mafupi, lakini yamekusudia kuklia kile ambacho hataki kukiona kwenye jamii anayoiongoza. Mwenye kumstahi Allah upeo wa kumstahi, ahifadhi kichwa chake na vile vilivyojumuishwa kichwani mwake. Na mwenye kumstahi Allah upeo wa kumstahi, ahifadhi tumbo lake na vile vilivyogubikwa na ngozi ya tumbo. Na mwenye kumwamini Allah na akaamini kuna siku ya malipo, hana budi aonyeshe kivitendo kufanya maandalizi. Al-istidad ni maandalizi. Sasa kichwa na yaliyomo kichwani, wewe umeumbwa hapa utosini ukawekewa ubongo,
usitumie akili yako vibaya, ukabuni shari tu au ukasimamia shari au ukasapoti mambo ya shari, wakati Mungu aliyekuumbia hicho kiungo anakuona jinsi unavyokitumia. Muone haya. Mmenifahamu? Kwenye kichwa chako umewekewa masikio mawili na Allah akakuwekea maelekezo matumizi ya hayo masikio. Kuna maeneo kakukataza kuyatumia kwa sababu ukiyatumia unaingia hatiani. Kama unamstahi Allah ambaye anakuona popote ulipo, zingatia matumizi halali ya hayo masikio yako. Muone haya yule ambaye yaraka hina takumu, anakuona popote ulipo. Tumia vizuri neema zake, utumie kwa faida. Kama unamstahi Allah na unajua ananishuhudia popote nilipo, hebu jitahidi ujiepushe na yale makosa yanayoepukika. Jitahidi kuishi maisha ya kwamba wewe uwe safi, uwe neat kila wakati. Ndo staha. Maana mbele ya mtu unayemstahi ufanye mambo ya vituko. Seuze Mola wako aliyekuumba. Kwenye kichwa umewekewa macho mawili yako kichwani. Kwa hiyo hifadhi kichwa na vile vitu tunu ulivyowekewa kwenye kichwa. Ni hivyo ubongo, masikio, macho, ulimi, mdomo. Kama unajua Allah anakuona, hebu muone haya basi, usifanye vituko mpaka akakasirika. Tabia njema ndo dini yenyewe. Halafu la pili akamwambia waman kana yastahi min Allahi haqqal haya falyahfadh batnahu wa ma wa'a. Ahifadhi wa mahawa, ahifadhi tumbo lake na kilichomo tumboni. Hapa alikuwa anamaanisha mambo ya riziki. Kama unamuamini Allah, jitahidi ule chakula cha halali, na Allah ndivyo alivyoagiza, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa amalu salihan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Enyi waumini, hebu katika riziki mlizopewa hapa duniani, kuleni riziki njema za halali na nzuri, ili mpate nguvu na afya za mili, mutekeleze ibada za Mola wenu. Kama mnakusudia kufanikiwa kwenye ibada zenu ziwe na faida, zilipwe, kuweni makini kwenye riziki, kwa sababu kila riziki sio ya halali, ibada zako zinaharibika. Unaweza ukaswali ukapoteza thamani ya swala yako. Unaweza ukaona shida ukaomba dua ikawa haizingatiwi dua yako. Tatizo kula haramu, kunywa haramu, kuvaa haramu. Sasa mwenye kumstahi Allah azingatie nyanja zote hizo, kuwa mtu mwema, muaminifu, muadilifu, mkweli. Halafu fata utaratibu kama unamstahi Allah. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na mtu yoyote anayemuamini Allah kuwa yupo na anaamini kuna siku ya mwisho atarudi, fala budda lahu min al-istidad, hapana budi kwa mwenye kuamini yajayo kuonyesha kwenye maisha yake haya anajiandaa, anafanya maandalizi. Imekaa sawa hiyo? Haya. Kwa hiyo hapa tunaambiwa kwamba Baydhawi ndo amesema hivyo, kuntum tastatiruna anin nasi inda irtikabi alfawahisha makhafata alfadhiha, mulikuwa mnapofanya machafu yenu mnajificha watu wasione kwa kuogopa kufedheheshwa tu. Watu wanaogopewa kwa sababu watafedhehesha. Wama dhanantum anna a'dhaakum, na hamkudhani duniani kwenu kwamba viungo vyenu tashhadu alaikum fima stakhfaitum minha, hamkudhani kwamba viungo vyenu vilikuwa vinakushuhudieni pale mlipojificha na watu. Hamkuweza kujificha na viungo vyenu, viungo vilikuwa nanyi na vimeshuhudia. Kwa hiyo hivyo ndo Allah ataviuliza. Ataulizwaje mtu uliyemuibia mkewe na yeye mwenyewe kakaa na mkewe hajui kama umemuibia? Lakini viko vilivyokushuhudia, kuna mashahidi tele, watatakiwa watoe ushahidi. Maana Allah hahukumu hukumu ambayo itakuwa ina walaki. Mbona huyu kahukumiwa adhabu kwa kosa gani? Mbona hatujaliona? Lazima haya mambo, kesi zikisikilizwa na ushahidi uwepo, kidhibiti ubaoni, hukumu atakayoitoa Allah hakuna atakayelalamikia.
Wa fihi tanbihun, katika maneno haya kuna tanabahisho, ala anna almu'mina yanbaghi an la yamurra alayhi halun illa wa alayhi raqibun. Mwanadamu yoyote anatakiwa aelewe hatopita kwenye mazingira yoyote au hali yoyote ila kuna wanaomfuatilia. Anaonekanwa akiwa kizani, anaonekanwa kama anavyoonekana akiwa kweupeni. Sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar. Mbele ya Allah nyinyi ni mamoja kwenu, ni sawa sawa. Yule aliyekuwa bingwa wa kufanya mambo yake siri, tena anayafanya kizani usiku, yule anayefanya mambo yake kizani kwa siri ni sawa sawa na anayefanya mambo yake mchana kweupe mbele ya Allah. Lakini walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun, lakini nyinyi mnatulaumu sisi bure. Mulikuwa mnadhani kule duniani kwenu Allah hana taarifa na mengi mnayoyafanya. Mlikuwa mna uhakika mambo mengi Allah hayajui. Mnamkadiria labda yuko kama nyinyi hivi, mtu tu akiweko mbinguni, yanayojiri hapa atayaona wapi? Akishughulikia ya Dar es Salaam, ya Mwanza anakuwa yamempita, sikaipa mgongo. Mnafikiri hivyo? Ndio. Au akidili na mambo ya Ulaya, Afrika kaondoka. Hayuko hivyo. Allah yuko pote, wakati wote, anajua yote, hasahau, hachoki wala hadhulumu. Kila chako atakupa tu. Walakin dhanantum anna Allah ta'ala, nyinyi mlikuwa mnadhani kwamba Allah mtukufu la ya'lamu kathiran min alqaba'ihi almakhfiyya. Mlidhani Allah hayajui mabaya yenu mengi mlioyafanya kwa kujificha. Mlidhani kama mlivyofanikiwa kuwaficha watu, basi na Allah mmefanikiwa kumficha. Walidhalika, na kwa sababu hiyo ya kumdhania vibaya Allah, underestimate, ijtaratum ala almaasi wal atham, ndipo mlipojipa ujasiri wa kutenda mambo ya kumuasi Allah na mambo ya dhambi. Lakini naambiwa dhambi haisahauliwi, wewe ukifanya unawekewa mwenyewe hiyo. Wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum birabbikum ardakum, na hii ndiyo dhana yenu mbaya mliokuwa mnamdhania Mola wenu duniani, leo imekuangamizeni. Dhana ya kumdhania Allah hayajui, hili atapotezea, leo imekuangamizeni. Kumbukumbu zote za mambo yenu ziko wazi, kila kitu kimehesabiwa, kimepigwa thamani, alafu unalipwa. Fa asbahtum min alkhasirin, kwa hiyo leo mmekuwa nyinyi ni watu mliokula hasara. Wadhalikum dhannu alqabihu birabbil alamin, hii ilikuwa ni dhana yenu mbaya mliomdhania Mola wa ulimwengu na vilivyomo ndani yake. Mlikuwa mnamdhania Allah la ya'lamu kathiran min alkhafaya, Allah mambo mengi madogo madogo yaliyojificha hayajui. Mlikuwa mnadhani hivyo. Huwa alladhi awqa'akum fil halaki wad damari wa awradakum an-nar, kule kudhania kwamba mnayoyafanya hayajulikani ndiko kuliko kupelekeeni kwenye maangamizi, mkahukumiwa leo kuteketea kwenye moto. Mlikuwa na overconfidence kwenye dunia yenu, mkajikunjua kupita mipaka. Hasa leo kujikunjua kwenu kumekuwekeni pabaya. Fa asbahtum min alkhasirin, kwa hiyo mmekuwa ni katika waliokula hasara. Fa khusirtum saadatakum wa anfusakum wa ahlikum, mmepata hasara ya kupoteza ule utukufu na heshima yenu. Yani mlikuwa mwende peponi, nyinyi mmekataa wenyewe nafasi ya kwenda peponi. Kama ulikuwa upate milioni halafu ukatengeneza mazingira ukaikosa, hiyo faida hasara? Wewe umetengenezewa mazingira uende kwenye maisha ya milele ya fahari, ukafanya uzembe ukaipoteza ile fursa, hiyo faida au hasara? Sasa hasara ni kwamba values, tunu za huko, wewe hapa ndo unatengeneza mazingira ya kuzikataa. Utakuwa umekula hasara. Utakuja kuwaona watu wako chini yako kielimu,
yani wewe umesoma zaidi kuliko wao, wewe ulikuwa na hadhi zaidi duniani kuliko wao, lakini wanaenda Firdausi na wewe unaambiwa unaenda motoni. Halafu unasema mimi nilikuwa na uwezo wa kufanya kuliko yeye, mbona hukufanya? Hasara haiji kwenye biashara tu, hata na haya maisha yetu hapa tumeambiwa maisha haya ya mpito tuyatumie kutumia maisha ya uhakika yasiyo mwisho. Ukipoteza fursa ya kufanikiwa kwenye maisha ya milele, hiyo ni hasara na haina mfano wake. Hiyo ndo hasara kubwa zaidi. Dhalika huwa alkhusranul mubin, hiyo ni hasara ya wazi. Wa hadha tamamu alkhusrani washaqai, mtu kupoteza fursa ya kupata janna, hiyo ni hasara iliyokamilika, ni ukamilifu wa hasara na uovu. Fursa nyingi umepewa za kukufanya kesho uwe mheshimiwa, unazikataa mwenyewe kwa uzembe wako. Mwisho tunamalizia aya yetu hii, Allah anasema fa in yasbiru, watahukumiwa kwenda kwenye adhabu. Fa in yasbiru, uko kwenye adhabu wakiwa na uwezo wa kuvumilia, wakajikaza kiume, wasinungunike, wasilie. Fannaru maswal lahum, moto ndiyo makazi yao ya kudumu, moto ndiyo kituo chao cha mwisho baada ya safari ndefu waliopita vituo mbalimbali, tumboni kwa mama, juu ya mgongo wa ardhi, maisha ya barzakhi, kusimama maukifu, kuhesabiwa na kulipwa. Mwisho wa yote unaenda aidha janna au jahannam. Kwa hiyo waliokosea, kituo chao cha mwisho cha makazi ya milele, fannaru mathwal lahum, moto ndiyo mafikio yao. Fa in yasbiru ala aladhabi, ikiwa watakuwa na uwezo wa kuvumilia wakakomaa kwenye adhabu, haina shida, wacha wakomae tu. Fannaru maqamuhum wa manziluhum, moto itakuwa ndiyo mahala pao pa kuishi na ndiyo mji wao au nyumba yao ya kukaa milele. La mahida wala mahisa lahum anha, hawawezi kuchomoka wala hawana likizo wala hawatabadilishiwa location kwamba watoe hapa wapeleke sehemu fulani yenye unafuu kidogo. Wa in yastatibu, na kama watatengeneza au watatafuta mazingira ya kutaka toba, wasamehewe, basi Mola wetu tumekosea, yaishe. Hiyo nafasi kwa huko haipatikani. Ukiitaka hapa nafasi iko wazi, hakuna mtu kawekewa kikwazo. Ukitaka wala hujachelewa, umri wowote ulio, makosa yoyote ulofanya, hapa Allah anaweza akakusamehe ukikubali kujirekebisha. Lakini kama ni shujaa ukakomaa na mambo yako mpaka ukaondoka nayo, uko mbele ya safari, fursa hiyo hamna tena fursa ya kwenda kuomba msamaha. Wa in yastatibu famahum minal mu'tabin, ay maana yake wa in yatlubu irda Allahi, kama huko akhera watatengeneza mazingira ya kutafuta nafasi ya kupata radhi ya Mungu, Allah awawie radhi, wamridhishe Allah mpaka awawie radhi, wakiitafuta fursa hiyo akhera, famahum minal murda alaihim, hawatakuwa ni wenye kuridhiwa. Wenye kuridhiwa ni wale ambao wanajirekebisha hapa kabla hawajaondoka. Asilimia kubwa ya masahaba wa Mtume waliishi kwenye ujahilia na wamefanya madhambi, tukisimliwa hapa mgozi inasisimka, lakini walipolinganiwa haki wakaikubali, Allah kawasamehe. Mpaka leo akitajwa tunasema radhiyallahu anhu. Allah hana ugomvi na mtu. Kwa hiyo usijione mnyonge kwamba umepoteza muda mwingi, hujasoma, una makosa mengi ukajitisha. Allah anasema ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hiyo tunaambiwa sisi tuliokuwa hapa kwenye uwanja mpana, yoyote mwenye mijizigo yake asikate tamaa na rehema ya Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe dhambi za aina yote hapa duniani, mradi wewe mwenyewe tu utake, na ukirudi urudi kwa dhati, Allah atakusamehe. Innahu huwal ghafurur rahim, ndo tabia yake Allah.
anasamehe na anarehemu. Lakini ukiondoka hapa, mauti yakikukuta na mambo yako ukaenda nayo huko, tena nafasi ya kumtaka radhi Allah haipo. Tunaweka hapo kwa leo inshallah. Narudia tena mara moja haraka haraka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Na leo pia nimetumia muda mwingi, mtanisamehe, lakini nanyi msirefushe maswali, mzingatie wanaoenda mbali. Narudia haraka haraka tuliposoma leo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Wama kuntum tastatiruna, nyinyi duniani hamkuwa na uwezo wa kujificha, kujisitiri, kutengeneza faragha. An yashhada alaikum sam'ukum, faragha ambayo yasikushuhudieni masikio yenu, wala absarukum, wala macho yenu yasione, wala juludukum, wala ngozi zenu zisihisi. Duniani hamkuwa na uwezo wa kuvikimbia hivi vitu, na Allah leo ndo kavitumia, kwa sababu wanajua kumbukumbu na taarifa zenu hivi vitu zipo. Walakin zanantum anna Allah la ya'lamu, lakini ninyi mmeishi kwa wasaa duniani, hamna woga, mulikuwa mnadhani Allah hajui. Kathira mimma ta'malun, munadhani Allah mambo mengi yetu hafuatilia, hayajui. Hiyo ndio inakupa overconfidence, ukafanya kila unaloliweza. Unasema haya mambo mengine Allah hafuatilii, hamaindi haya mambo, unakosea. Wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum, hii ndio dhana yenu mbaya mliomdhania Mola wenu duniani, imekuangamizeni leo. Fa asbahtum min alkhasirin, mmekuwa ni katika watu waliokula hasara, yani mmepoteza thamani kubwa tena ya milele. Hiyo ni hasara ya wazi. Fa in yasbiru, ikiwa watavumilia hawa watu, fannaru maswal lahum, kuvumilia kwao itakuwa ni kwa maslahi yao wenyewe, lakini moto ndio makazi yao. Maana ukionyesha ujasiri wako asema nitavumilia, haina shida. Fannaru maswal lahum, moto ndio mafikio yao au makazi yao. Wa in yastatibu, na wakitengeneza mazingira ya kutaka toba, radhi ya Mungu, msamaha wake, famahum minal mu'tabin, walioondoka duniani na makosa, hawakutumia fursa ya kutubu na kuomba radhi, huko wanakokwenda hawapewi fursa ya kutubia tena, hawatopata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Radhi ya Allah inatafutwa sasa hivi, kwa hiyo tutumie fursa. Ndio tumo kwenye Ramadhani. Ramadhani tunaambiwa ikimalizika, walioifunga vizuri wakapata faida nayo, siku ya Idi wanakuwa kama siku waliozaliwa na mama zao. Allah kesha wasamehe kila dhambi. Tunamwomba Allah na sisi atunufaishe na Ramadhani, aturekebishie tabia zetu, atuwezeshe kujua yenye manufaa nasi, na atupe uwezo wa kuyatekeleza, na atuwezeshe kujua yanayo madhara nasi, na atupe uwezo wa kuepukana nayo. Akichukua roho zetu, achukue hali ya kuwa akaturidhia, na huko akhera akatuweke katika makundi ya waja wake waliofaulu. Wa ala hadha alqadri yaqifu. Wassalamu alaikum